Mtazamaji ujambo, karibu sana asubuhi hii ya leo, ikiwa ni tarehe ya 10 ya mwezi Juni mwaka 2026, na kukaribisha sana katika kuweza kuungana nasi asubuhi hii katika matangazo haya ya Morning Lounge. Kwenye kipindi hiki cha Morning Lounge tukiwa basi tunakwisha jiandaa kwa ajili ya kukujuza yale ambayo yameandaliwa siku ya leo, na nikushukuru sana kadhalika kwa kuendelea kuwa mdau mzuri na mzalendo kabisa katika kuweza kuambatana pamoja nasi tangu tunapokuwa na vipindi vyetu hivi kila uchao. Mtazamaji, ikumbukwe kwamba chuo cha uhasibu Arusha kilichoko kaskazini mwa Tanzania hapa Arusha, makao makuu ya chuo hiki, bado kinazidi kukuhimiza ya kwamba una nafasi ya kuweza kuendelea kutembelea tovuti ya www.iaa.ac.tz katika kuweza kufuatilia kozi kadha wa kadha ambazo zinatolewa na chuo hiki cha uhasibu, chuo cha uhasibu Arusha. Na bado nikwambie tu kwamba ndicho hasa kinachotuwezesha mimi na wewe tuweze kuonana hivi sasa, ama kupata nafasi ya kusikiliza hiki ambacho tunakuwa tukikuandalia na kukitazama kila uchao, tunakuwa tukikuandalia kila uchao. Asante sana, endelea tafadhali kutembelea website ya www.iaa.ac.tz kwa ajili basi ya kuchagua kozi murwa kabisa ambayo pengine ndo hasa unadhamiria kuweza kusafiri nayo katika mwaka wa masomo 2026-2027. Mtazamaji, kwa hayo machache basi nikujuze tu kwamba siku ya leo kama ilivyoada tutakuwa na habari tano za Afrika, lakini kadhalika tutakuwa na upande wa habari za magazeti kuangazia yale yaliyoweza kuandikwa katika upande wa kurasa za magazeti hapa nchini Tanzania. Na kama ilivyo desturi basi muda mchache ujao nitaweza kukuhabarisha zile habari tano za Afrika ambazo tumekuandalia. Karibu sana, mimi ni Geoffrey Julius. Mtazamaji, welcome back katika Morning Lounge, na kama nilivyokutaarifu, sasa muda mchache ujao nitakujuza yale yaliyoweza kujiri katika habari tano za Afrika kuanzia hapa nchini Tanzania na Afrika na dunia kwa ujumla. Lakini hapa pembezoni niko naye ndugu yangu ambaye ni Kifumu Tele, amekwisha ungana nami hapa katika kuweza kuja kukujuza yale yaliyoweza kujiri upande wa magazetini siku hii. Ombeni, good morning. Good morning, mambo vipi? Mambo ni mazuri kabisa. Tuko vizuri. Ya, siku nyingine hii ni tunasema ni June 9, 2026. Siku zinakimbia kweli kweli, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupa afya, ameendelea kutupa nguvu, lakini pia ameendelea kutupa kibali cha kukutana na yule ambaye anatazama kwa sasa. Tunafahamu kwamba Morning Lounge huwa ni kila Jumatatu mpaka Ijumaa, asubuhi za nguvu kabisa, kuanzia 1:30 mpaka 2:30. Tunakuwa na dakika 60 za kuzungumza yale mengi ambayo tunakuwa nayo. Lakini kama ulivyosema au kama ulivyomjuza kwamba tunaelekea kwenye habari kubwa za Afrika, na kikubwa tu ni kwamba chuo cha uhasibu Arusha ambao wanatupa zaidi na kutufanya kuendelea kuwa na confidence ambayo mtazamaji anatuona nayo hapa. Na hii imekuwa ni desturi ya chuo cha uhasibu Arusha, na zuri zaidi ambalo linazungumza kwa sasa ni dirisha la udahili kwa wanafunzi wanaotamani kujiunga na chuo cha uhasibu Arusha kwa dirisha la October intake, kuanzia ngazi ya cheti, diploma pamoja na bachelor degree. Kozi zipo za kutosha, kozi za kimkakati kabisa ambazo yule ambaye anatazama kwa sasa, yawezekana ni yeye, yawezekana ni mtoto wake, yawezekana ni mke wake labda, au yawezekana ni ndugu yake yoyote ambaye anatamani kumpa taarifa kuhusiana na chuo cha uhasibu Arusha. Basi ni wakati sahihi zaidi ambao kwa namna moja au nyingine anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa nayo. Sasa Geoffrey, kabla ya kuzianza habari kubwa za Afrika, natamani tuzungumze kidogo kuhusiana na mambo kadha wa kadha ambayo kwa namna moja au nyingine tunafahamu kwamba yanaweza yakamchangamsha pia yule ambaye anatufuatilia kwa sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kumekuwa na watu
interest tofauti. Mimi binafsi ni mtu ambaye napenda sana kupata kumbukumbu. Mara nyingi nikienda kwenye matukio au nikiwa na ndugu zangu, washikaji pia mtaani, kwenye baadhi ya moments na vitu kama hivyo, mimi napenda sana kupata picha. Na sometimes kuweka pia kwenye mitandao yangu ya kijamii ili kuweka kumbukumbu kwamba mwaka jana 2025 mwezi wa 12 bwana, sisi pale nyumbani tulikutana kama familia, tukafanya party fulani, labda kwenye sherehe za Christmas na mwaka mpya, au labda nilikutana na ndugu zangu kwenye tukio fulani kwa ajili ya kubadilishana mawazo, nikapata kumbukumbu. Sasa watu tunatofautiana. Kuna wale ambao wanapenda kuwa na hizi kumbukumbu na kuna wengine wanaona kwamba kupiga picha labda kupachika au kuposti kwenye mitandao yako ya kijamii ni kama ni swala ambalo sio la umuhimu sana. Sasa natamani yule ambaye anatazama tujuze, lakini nianze na wewe. Unadhani kuwa na picha au kupenda kupata picha kwenye matukio mbalimbali, hichi ni kitu ambacho ni kizuri au ni kitu ambacho unataka uwe na desturi nacho, au sio muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku? Kwa sababu tunaangalia mfano kuna kipindi cha sasa hivi wazee wa kipindi cha nyuma au brother ambao wametuzidi umri wanapoondoka, unajua kuna kuondoka pia duniani, uwezo ukaishi miaka yote. Mtu anakosa hata picha ile ya siku yake ya mwisho. Sasa kwa upande wako wewe uniambie, wewe una desturi gani? Wewe una desturi ya kutamani kupata picha labda na kupachika kwenye mitandao yako ya kijamii, au hata kuwa nayo kwenye simu yako, au unaona kwamba sio muhimu sana kupata picha either kwenye kumbukumbu tofauti ambazo au kwenye moments ambazo una share na watu wako wakati? Well, mimi upande wangu wa kweli kifumu, swala la pictures, kuna zile picha ambazo unapiga picha ambayo ni wewe mwenyewe binafsi. Kama vile umeweka inakuwa ni kumbukumbu yako, lakini kuna zile picha ambazo unaweza ikawa ni wewe binafsi, lakini namna jinsi ambavyo unavyoachilia ujumbe. Kwa mfano sasa hivi kuna kurasa nyingi, tuko kwenye global masuala ya mitandao na kadhalika. Sasa unapopiga picha yako mwenyewe ama pengine ni uko na kundi fulani, ukaachilia kwenye mitandao, ujumbe gani unaachia? Yani kuna mtu mwingine anapiga selfie alafu anasema niambie niko wapi hapa. Kwa hiyo unazungumzia ile caption ambayo iko chini ya picha. Unaelewa. Kwa hiyo yani mtu anashindwa kuelewa kwamba sawa, yani ulichokuwa unataka kutuwakilisha ni kitu gani? Au kwa unajimwambafai kwamba kama umepiga picha huko nje ya nchi, labda uko pale Paris kwenye ule mnara, unafahamu kabisa hapa mtu akiona anajua ni Paris, afu anamwambia niambie niko wapi. Kwa ni kama unaona huyo mtu ni kama anavimba fulani. Kwa hiyo shida si kupiga picha, na yani shida iko katika na jinsi ambavyo unavyowasilisha maudhui yako kwa watu wengine. Lakini kukuwa na desturi ya kupiga picha labda na kuupload au kuweka kwenye mitandao yako ya kijamii, mimi sio kitu kibaya kwa kweli. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Na wakati mwingine kuna watu wanazungumza kwamba huyu anayepiga picha kila siku na kupost ni kama anatuonyesha maisha yake, labda anatuonyesha kwamba huku nilipo huwezi kufika, inabidi upambane sana ili uweze kufika. Yani kunakuwa na ijapokuwa kuna watu ambao kabisa wanaishi maisha ya kimtandao, lakini kihalisia huko maisha yao ya kawaida tofauti kabisa. Sana hapa tunawazungumza wasanii sasa. Kabisa. Yani na wengine sio wasanii kabisa kifupi. Ni watu tu wa kawaida ambao they pretend. Tasnia sanaa wala yani mtu ana pretend anaishi kama vile maisha fulani hivi ya kifahari, lakini kumbe bado tu yani. Sasa kaka, unataka mimi nikiwa na maisha ya chini, umaskini, nionyeshe umaskini wangu kama ulivyo. Sio vibaya, lakini wewe usijiweke katika mazingira ya kusema kwamba sasa umeshajipata zaidi. Yani jiweke katika mazingira ya neutral. Kwamba umevaa suti yako vizuri, uko sehemu fulani hivi, kama uko na wakubwa fulani, yani wewe sio mbaya ukipost. Ile ujumbe unaoambatanisha na ile picha inazungumza. Upige picha na mheshimiwa labda tuseme labda mkuu wa chuo Profesa Elimani Siloweka. Baada ya hapo ukaposti kwenye mitandao ya kijamii, ukasema ulikuwa wakati mzuri sana nilipokutana na mkuu wa chuo, tumebadilishana mawili matatu, lakini pia kuna fursa ambazo nimeona naweza nikazikimbia. Unaona ujumbe kama huo? Sasa ujumbe ni sawa. Kwa sababu yule unapiga hiyo picha kwa upande wa pili ukasema kwamba sio ni watu wachache sana ambao huwa wanapata nafasi ya kuona na watu kama hao. Maana yake sasa hapo unaanza ni kejeli kwa kabisa. Kwanza unamdhalilisha hata na uliyepiga picha naye. Kabisa. Yani inaonyesha kwamba
Kwa hiyo kupiga picha sio tatizo, ila unaambatanisha na ujumbe gani? Na ujumbe gani? Caption yako pale. Kwa sababu pia unamtunzia heshima na uliyepiga naye picha. Kwamba akiangalia hivi sema kuna maudhui huyu aliachia maudhui namna hii, anasema safi kabisa. Hata naye akija kupitia kwenye mtandao wako anaona kabisa. Basi Geoffrey limekaa hivyo, lakini kwa wale wanatazama kwa sasa anaweza kutujuza pia hapa kwenye comments kupitia yakaendelea kama kawaida. Tuzungumze hapo kwenye comments na tunaweza tukashare pia na yule ambaye atazama kwa sasa. Geoffrey, ni wakati sasa wa habari kubwa za Afrika. Asante sana Ombeni Kifu. Mtazamaji, karibu sasa, kama tulivyokutaarifu hapo awali, sasa tunakujuza habari 5 za Afrika tulizokuandalia siku ya leo. Tunaanzia hapa nchini Tanzania. Mchengerwa haimiza tafiti zitokomeze malaria. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR inapaswa kuendelea kuimarisha tafiti na bunifu unaolenga kupata suluhisho la kudumu la ugonjwa wa malaria nchini. Akifungua mkutano wa 33 wa kisayansi wa NIMR jijini Arusha hapo jana 2026, Mchengerwa amesema kuwa licha ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kudhibiti malaria kwa miaka hivi karibuni, ugonjwa huo unaendelea kuathiri wananchi, hususan wanawake wajawazito na watoto. Amesema tafiti zilizofanywa na NIMR zimechangia kupunguza vifo na maambukizi ya malaria, lakini bado kuna haja ya kuendeleza utafiti wa kina utakaowezesha kutokomeza kabisa ugonjwa huo nchini. Mchengerwa ameipongeza NIMR kwa mchango wake katika tafiti za afya zilizosaidia kuboresha sera, miongozo ya matibabu na huduma za afya, ikiwemo ushiriki wake katika tafiti za chanjo ya malaria iliyopata idhibati ya Shirika la Afya Duniani WHO. Amesema serikali itaendelea kuunga mkono tafiti za kisayansi na ubunifu katika sekta ya afya ili kuhakikisha matokeo ya utafiti yanatumika kutatua changamoto za kijamii na kuchangia maendeleo ya taifa. Uganda. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yuko Uganda ambako mlipuko wa Ebola umewaua watu 2 kati ya 19 walioambukizwa baada ya kuenea kutoka nchi jirani ya Kongo. Tedros ameandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, kuwa ametembelea Uganda ambapo serikali inafanya juhudi za haraka na madhubuti za kupambana na ugonjwa huo wa mlipuko wa Ebola. Amesema uchunguzi wa mipakani umesaidia kugundua visa vya kirusi hicho miongoni mwa watu wanaowasili kutoka nchi jirani ya DRC, na mifumo ya ufuatiliaji na upimaji na usimamizi wa visa nchini humo inafanya kazi dhabiti. Wakati huo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Rwanda. Kesi ya rufaa ya Eugene Rwamucyo inafunguliwa upya jijini Paris. Kesi ya rufaa ya Eugene Rwamucyo, daktari wa zamani wa Rwanda mwenye umri wa miaka 67, imefunguliwa jijini Paris Juni 9, 2026. Eugene alihukumiwa kifungo cha miaka 27 jela mwishoni mwa Oktoba 2024 na mahakama ya Paris, hasa kwa kushiriki katika mauaji ya kimbali na kushiriki katika uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa mauaji ya kimbali ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi, ingawa aliachiwa huru kwa mashtaka ya mauaji ya kimbali na uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa kesi hii ya pili, Eugene Rwamucyo amebadilisha Rwamucyo hakuwa mhusika wa moja kwa moja ya mauaji ya kimbali dhidi ya Watusi, ingawa kuhusika kwake katika mazishi ya miili kulichukuliwa kama kitendo cha mauaji ya kimbali kilichohalalisha hukumu kali.
Mateka 400 waliokuwa wametekwa na Boko Haram wakabidhiwa kwa serikali nchini Nigeria. Nigeria, maafisa wa usalama wamekabidhi kwa serikali wanawake na watoto 400 waliokolewa mikononi mwa wanajihadi wa Boko Haram. Watu hao kwa sasa wamepewa hifadhi ya muda katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo baada ya kuokolewa. Hatua hii imekuja baada ya wanajeshi kuripoti kuwa imeokoa mateka 360 mwishoni mwa wiki iliyopita na wengine 82 wiki 3 zilizopita. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC asimamishwa kazi kutokana na tuhuma za ngono. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu Karim Khan amesimamishwa kazi kufuatia kesi za kinidhamu zilizoanzishwa baada ya madai ya unyanyasaji wa kingono kuwasilishwa dhidi yake. Baraza la mahakama ya kimataifa ya jinai imetangaza uamuzi huo Juni 8, 2026 baada ya kamati yake ya utendaji kupiga kura ya kuipeleka kesi ya Bwana Khan kwenye kikao maalum na cha nchi wanachama ili kuzingatia mustakabali wake. Karim Khan, wakili maarufu wa Uingereza, amekanusha mara kwa mara madai yaliyoibuka mwaka 2024 na kusababisha msukosuko wakati wa uongozi wake kama mkuu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Madai haya yalitolewa na mwanamke aliyefanya kazi chini ya uongozi wake katika makao makuu ya mahakama huko The Hague. Kumradhi. Kwa nukta hiyo, mtazamaji, ndiko basi nami natamatisha habari 5 za Afrika. Na kama historia hapa mezani, tunakuwa na mjadala kidogo kuangazia 5 za Afrika kati ya moja wapo ambayo pengine imeweza kupewa kipaumbele katika habari 5 za Afrika. Naungana naye mchambuzi wangu Ombeni Kifumu hapa. Ombeni, jana waziri wa afya Mohamed Mchengerwa ameweza kuhimiza tafiti hasa kwa wanasayansi wabobezi kabisa kwamba waibue tafiti za kuhakikisha kwamba malaria inatokomezwa. Jana taasisi ya NEMRI ya kisayansi hii ambayo hasa inajihusisha katika masuala ya tafiti mbalimbali hasa zikuhusu masuala ya afya imekuwa na mkutano wake hapo jana ambao umefanikia hapa Arusha na ambao pengine bado unaendelea hasa katika kuangazia mafanikio yaliweza kutokana na yaliweza kutekelezwa na taasisi hiyo kwa kushirikiana na taasisi zingine ndani ya Tanzania, lakini kadhalika nje ya Tanzania. Je, pengine suala la tafiti ambazo zinazo tafiti hizi zinazoibuliwa kirocho, ikiwa zitazingatiwa na kutolewa maamuzi yake, zinaweza zikaleta tija katika taifa? Asante Geoffrey Julius, kama ambavyo umezungumza siku ya jana, waziri mwenye dhamana ya afya Mohamed Mchengerwa alikuwa hapa jijini Arusha, kama ambavyo umezungumza, na ni kutokana na kuzungumza namna gani ambavyo serikali kushirikiana na wadau mbalimbali kutoka sekta binafsi na sekta za serikali pia kuhakikisha kwamba wanafanya tafiti ili kuweza kupunguza au kumaliza kabisa maambukizi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo malaria. Na kile ambacho amekizungumza siku ya jana, nimemsikiliza pia Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, kubwa zaidi amesema serikali imezidi kuweka nguvu kuhakikisha kwamba inazidi kutatua changamoto hizi za magonjwa haya maambukizi ambayo kwa namna moja nyingine zimekuwa zikiwa ni janga kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini turejea kwenye tafiti kama ambavyo umezungumza. Hizi tafiti ni muhimu zaidi Geoffrey, kwa sababu naamini hakuna majibu yoyote ambayo yanaweza akawa positive unaweza kuyapata hasa kwenye kutatua magonjwa kama haya maambukizi kama malaria na magonjwa mengine without kufanya tafiti. Na nataka niende direct kwenye umuhimu wa hizi tafiti ambazo zimezungumzwa na waziri mwenye dhamana ya afya siku ya jana Mohamed Mchengerwa. Kwanza kabisa, kama tafiti zitafanyika basi kutabainika chanzo na kiwango cha maambukizi. Tunafahamu gonjwa la malaria ni gonjwa ambalo limetusumbua Tanzania kwa muda mrefu. Kama tafiti hizi zitafanyika, naamini kabisa kuna uwezo mkubwa sana wa kugundua chanzo na kiwango cha maambukizi yake imefikia wapi, ili kuweza kufahamu kwamba tunakabiliana nacho vipi ili kuhakikisha kwamba linaweza kutatuliwa. Na tunafahamu kwamba malaria
ni ugonjwa ambao una affect zaidi kina mama na watoto. Na vifo vingi sana hapa kipindi cha nyuma vilitokea miaka ya nyuma kutokana na maambukizi ya gonjwa la malaria. Lakini kitu kingine ni kuboresha mbinu za kinga na tiba. Tunafahamu kwamba malaria ina kinga, si ndio? Kuna baadhi ya dawa zinatumika, lakini kama tutafanya tafiti na kuona kwamba either kama ni dawa kama mseto inatumika au dawa nyingine tofauti zinatumika kwa ajili ya kuzuia malaria, kipindi cha nyuma zilikuwa zinatumika quinini na dawa nyingine mbalimbali, tukiona kwamba hazina nguvu ya kumaliza kabisa au ya kupunguza maambukizi ya malaria, basi tafiti hizi zinaweza zikachangia kuweza kujua tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunapata zinaweza kuzuia malaria. Lakini wakati unaelekea Kifumu, tumesalia sekunde chache kuweza kuhitimisha swala la maamuzi. Mchengerwa jana katika hotuba yake akisema kwamba malaria imekuwepo takriban karibu karne moja sasa tangu imekuwepo, na ukweli ni kwamba maelfu ya watu wengi sana walipotea kutokana na ugonjwa wa malaria. Swala la maamuzi ambayo hasa amelizungumzia swala kama kuonekana kama ni kitanzi kwa nchi za Afrika, ambalo kwa namna moja ama nyingine linakwamisha na kuzika tafiti nyingi ambazo wanasayansi wanaibuka nazo na wakiwa wa Afrika kabisa. Je, ni kitu gani ni kilichoko nyuma ya hii? Wanahofia kitu gani pengine, ama ni mamlaka zinahofia kitu gani katika swala la kutoa maamuzi kwa ajili ya kuhamasisha kujenga vitu vya wao wenyewe kama Waafrika? Unajua, nchi za Afrika, nchi ambazo zinaendelea, tumekuwa na desturi ya kuzoea zaidi msaada kutoka nje, kutoka nchi ambazo zimeendelea zaidi, developed country. Na tunafahamu kwa sasa hivi, kipindi cha nyuma hapa, kutokana na mambo mengi ambayo yalitokea, baadhi ya nchi zilizuia kutoa msaada kwa baadhi ya nchi ambazo zinapatikana sana sana Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze pia. Naamini kutokana na kipindi hichi ambacho tunakipitia, inabidi kituamshe sasa na kuwa na maamuzi yetu peke yetu, lakini pia na kuwa na wataalamu wetu ambao wanaweza wakatoa majibu ya maswali ambayo tuko nayo, hususan katika sekta ya afya. Tunafahamu kwamba hizi nchi zikiamua kufunga misaada yake kama ambavyo sasa hivi tunaona imetokea, tunaweza tukapoteza watu wengi sana, kwa sababu tunakuwa hatuna msimamo na tunakuwa hatuna wataalamu ambao wanaweza kufanya vitu vikubwa na kuweza kutatua matatizo ambayo yanatukumba. Kwa hiyo kwa kumalizia, mimi niseme tu kwamba sekta ya afya ina umuhimu sana wa kupata wataalamu ambao wanakuwa na ujuzi mkubwa wa kutengeneza baadhi ya vitu ambavyo na wenzetu pia wanavitengeneza. Naamini kwa kufanya hivyo na kuwa na wataalamu kama hawa na kuwa na maamuzi yetu sisi kama sisi, mwisho wa siku tunaweza tukashangaa, hatuanze kupiga simu nje kutafuta wawekezaji na vitu kama hivyo, tunatatua matatizo yetu wenyewe na mambo mengine yanaweza kwenda sawa. Na huku kadhalika Mchengerwa akitahadharisha kwamba siku zinazokuja hivi, siku sio nyingi, mataifa hasa mengi barani Afrika yatalazimishwa kujitegemea wenyewe kabisa, pasipo kutegemea misaada kutoka nchi kabisa. Kwa hiyo hilo likae kichwani kwetu, lakini pia likae kichwani kwa yule ambaye anatazama, serikali pamoja na wadau ambao wanaweza kufanya vitu vikubwa ili kuweza kutatua matatizo kama maambukizi ya malaria na magonjwa mengine pia ambayo yanatukumba kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Naam, na Afrika kwa ujumla. Kwa nukta yake hiyo basi, Ombeni Kifumu ndiko basi nami natamatisha habari 5 za Afrika. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Hii ni Morning Lounge na mimi ni Geoffrey Julius. Muda mchache ujao tutarejea tena kuangazia habari zilizojiri magazetini hapa. Unapozungumza kwa umahiri, dunia husikiliza. Katika dunia ya leo ya habari na teknolojia, mawasiliano madhubuti ni msingi wa maendeleo. Karibu usome shahada ya Multimedia and Mass Communication katika Chuo cha Uhasibu Arusha, IAA. Na hapa utajifunza uandishi wa habari, utangazaji na mawasiliano ya kidijitali kutoka kwa walimu mahiri, na pia kwa vifaa vya kisasa utapata ujuzi wa vitendo unaokuhakikishia wewe ushindani katika soko la ajira.
Tumejipanga kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto zako. Jiunge nasi ujenge taaluma yenye ushawishi katika ulimwengu wa habari na mawasiliano. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti yetu www.iaa.ac.tz au tupigie kupitia namba 0742 833 444. IAA Next Level. Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa kushirikiana na Chuo cha Uhasibu Arusha IAA wanatangaza nafasi za mafunzo ya siku 3 kwa viongozi mbalimbali wa umma. Mafunzo hayo yatahusu ukuzaji wa uadilifu, uwajibikaji, uaminifu na utawala bora kwa viongozi wa umma pamoja na masuala mengine mengi. Viongozi wanaohusika kwenye mafunzo haya ni wale waliotajwa kwenye kifungu cha 4 cha Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma sura 398 kama ilivyofanyiwa marekebisho kupitia tangazo la serikali notisi namba 857 la tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka wa 2023. Kwa maelezo zaidi piga simu kupitia namba zifuatazo: 0752883222, 0687638295 au tembelea tovuti ya www.bcu.iaa.ac.tz au tumia barua pepe bcu@iaa.ac.tz. Karibu The Sun of Africa, jukwaa pekee linaloangazia sauti, mawazo na vitendo vya kizazi kipya barani Afrika katika kuchochea maendeleo endelevu. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, Afrika inabaki katika nafasi muhimu ya kuamua mustakabali wake. Kupitia jukwaa hili la The Sun of Africa, tunawaleta pamoja viongozi wa fikira, wabunifu, wajasiriamali na wadau mbalimbali wa maendeleo katika kujadili namna ambavyo Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla inaweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030. Ndani ya jukwaa hili tutangazia pia vipaumbele vya dira ya taifa maendeleo ifikapo 2050 vilivyo sambamba na ufanikishwaji wa sera ya maendeleo Afrika ifikapo 2063, yani AU 2063. The Sun of Africa sio tu jukwaa la mazungumzo, bali ni mwamko. Ni nafasi ya vijana kusikika, kushirikishwa na kupewa mwelekeo wa namna ambavyo wanavyoweza kuwa sehemu ya suluhisho kutatua changamoto za kijamii, kiuchumi na kimazingira. Huu ndio wakati wa Afrika kusimama, na huu ndio wakati wa kizazi kipya kuchukua nafasi yake. Jiunge nasi katika The Sun of Africa, sauti ya matumaini, ubunifu na mabadiliko ya kweli kwa Afrika bora. Kupitia kurasa zetu za kijamii, Instagram, Facebook, YouTube na TikTok. IAA Media TZ. Welcome back mtazamaji katika Morning Lounge. Mimi ni Geoffrey Julius. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi mpaka hivi sasa. Sasa tunarejea tena katika kuweza kukujulisha ama kukujuza yale yaliyoweza kujiri katika upande wa magazetini hapa nchini Tanzania. Pembezoni hapa ni tayari niko naye bibi yangu Mbeni Kifumu. Mbeni, tujuze tuna nini leo magazetini? Bwana, kabla ya magazeti tuendelee kutoa shukrani za dhati kwa Chuo cha Uhasibu Arusha ambao wametupa nguvu na wanaendelea kutupa nguvu kuhakikisha kwamba yule ambaye anatutazama anazidi kuhabarika, kuelimika, kuburudika kutokana na taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa nazo kwenye asubuhi za kibabi kabisa. Nazungumzia Morning Lounge, na kwa sasa dirisha la udahili liko wazi ndani ya Chuo cha Uhasibu Arusha. Hii ni October intake. Wanafunzi wale ambao wanatamani kujiunga na IAA
uwanja ni wako sasa. Kubwa zaidi ni kuhakikisha tu unapiga simu mapema, lakini pia unauliza taarifa mbalimbali kuhusiana na chuo cha uhasibu Arusha, lakini pia unatamani kusoma kampasi gani, kwa sababu kampasi ziko 6 Geoffrey mpaka sasa ndani ya Tanzania, lakini kule Zanzibar pia nasikia mambo tayari yameanza kupamba moto. Kwa hiyo ni muda wowote tunaweza tukaanza kupeleka elimu pia kule visiwani Zanzibar. Sasa kubwa zaidi ni kutembelea tovuti ya chuo ambayo ni www.iaa.ac.tz. Huko unaweza kupata taarifa nyingi zaidi ambazo zinakihusu chuo cha uhasibu Arusha. Huwa tunasema IAA ni next level. Next level. Sasa kwenye kurasa za magazeti tuna mengi zaidi Geoffrey, na kubwa zaidi kwenye magazeti ya leo, taarifa iliyozungumzwa zaidi kwa kurasa za mbele ni mwanafunzi aliyetekwa apiga simu. Ni mwanafunzi gani huyo? Tutafahamu kwa kina zaidi katika kurasa mbalimbali za magazeti. Lakini Tanzania Singapore mikakati mipya, tunafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yupo katika ziara yake, si ndio? Kule Jamhuri ya Singapore, na amezungumza mengi zaidi na viongozi wa nchi hiyo. Kwa hiyo tutajaribu kutazama katika kurasa mbalimbali, na hiyo taarifa imeandikwa pia kwa ukubwa zaidi. Lakini kwenye kurasa za nyuma, kurasa za michezo na burudani, kubwa zaidi ni Rushain. Tunaambiwa mashine inatua Yanga. Rushain ni mchezaji wa Simba, kuna taarifa yake hapa, lakini taarifa nyingine inasema mashine inatua Yanga. Ni mashine gani hiyo? Tutajaribu kutazama katika kurasa mbalimbali za magazeti. Bila kupoteza wakati, mimi nianze kulitazama gazeti Mwananchi Tanzania. Kubwa zaidi linasema Tanzania Singapore mikakati mipya. Tunajuzwa hivyo, lakini kuna nukuu hapa. Kabla ya nukuu tunaambiwa za saini mikataba 5 ya ushirikiano wa biashara uwekezaji, wataka uhusiano uendelee hadi nchi za EAC, yani East African Community, soko huru la Afrika. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini kuna nukuu hapa ya Rais Tharman Shanmugaratnam, huyu ni rais wa Singapore pasina shaka. Anasema nilitaka hakikisho la Rais Samia kuhusu dhamira ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanya makubaliano ya biashara huria, yani FTA na Singapore. Hili ni muhimu, linaunganisha Singapore sio tu na Tanzania bali pia nchi nyingine za Afrika Mashariki. Amezungumza hivyo rais wa Singapore. Lakini hapa katika habari picha namuona Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza jambo na mgeni wake rais wa Jamhuri ya Singapore Tharman Shanmugaratnam baada ya kuwasili Ikulu siku ya jana. Sawa, wanaonekana hapa wakiwa wanazungumza. Lakini taarifa nyingine nasema kilio sekta binafsi katika bajeti ya serikali. Tunaambiwa hapa shilingi trilioni 61.93 mwelekeo wa bajeti ya serikali inayotarajiwa kusomwa bungeni jijini Dodoma siku ya leo. Mbalimbali kama ofisini na vitu vingine kama hivyo inaonekana hapa. Geoffrey, Rais Samia ameendelea kukutana na marais kutoka nchi mbalimbali. Na siku ya jana alikuwa na rais wa Singapore, Jamhuri ya Singapore. Kubwa zaidi tunajuzwa hapa ni mikakati ya ushirikiano kati ya Tanzania na Singapore katika masuala mazima ya biashara huria. Tunaona fursa mbalimbali ambazo Mheshimiwa Rais anazitengeneza. Unadhani inatoa picha gani hasa kwa siku za mbele ambazo zinakuja? Picha ambayo unaiona uzuri tu katika ujio wake huo Mheshimiwa Rais wa Singapore amezungumzia swala la soko huru la Afrika, lakini pia kuwepo kwa fursa mbalimbali za kushiriki kikanda kwa maana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na zote hizi zinalenga swala la biashara. Zungumzie swala la AfCFTA. AfCFTA ni soko huru ama soko huria ambalo linaandaliwa katika nchi za Afrika na linatarajiwa kuwa soko kubwa sana katika siku zinazokuja. Na mimi nilikuwa mmoja kati ya watu wafuasi wakubwa katika kushiriki programu hizi, na hasa kuhamasisha vijana swala la kuweza kujiandaa vizuri, swala la kuhakikisha kwamba biashara yote wanayoifanya iweze kuwa yenye tija katika masuala ya branding,
yani branding zinaonekana vizuri. Mtu akiona bidhaa imefika kwa mfano mahali ambapo soko hilo linatarajiwa kuwekwa, basi anakuta made in Tanzania, bidhaa made in Tanzania, made in Tanzania, lakini branding inakaa very amazing, inakuwa inakaa sawa, inakaa sawa. Kwa hivyo naweza kusema kwamba kwa kweli fursa hizi ambazo kwa kweli zimetajwa hapa, hasa kufuatia ujio wa Mheshimiwa Rais wa Singapore, basi bila shaka kwa kweli tutarajie kicheko kabisa. Na sio tu Tanzania peke yake, lakini pia kicheko cha kikanda za East Africa kama alivyozungumza East Africa Community. Sasa habari katika ukurasa wa 4 inapatikana kwa kina zaidi. Lakini Boni Yai asema wanaorejea Chadema wasitarajie hilo ni gazeti Mwananchi Tanzania. Sawa. Asante sana mtazamaji. Upande wangu mimi nalikamata gazeti la Nipashe. Nipashe wenyewe asubuhi hii wanatujia na habari yao kubwa, wanasema mwanafunzi aliyetekwa apiga simu. Mwenye umri wa miaka 6 aliyetekwa shuleni siku 10 zilizopita. Wahalifu wanadai milioni 20. Jeshi la polisi latoa kauli kinachoendelea. Hapa kuna nukuu ikionyesha nukuu ya mzazi wa mwanafunzi huyo Paul Magushi akisema, kuna siku aliponipigia nilimuuliza kama amekula, akaniambia ameshakula, ila anasisitiza sana, baba tuma pesa, huku niko polini, ukichelewa watanichinja. Akarudia tena, baba tuma pesa haraka, ukichelewa wataniua. Sasa hapa pia kunaonyeshwa bali picha ya kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, ndugu Richard Abwao. Sasa ndugu yangu, masuala ya utekaji tena masuala ya fedha, mambo yalikuwa yanatokea sana kipindi cha nyuma. Unakuta mtu anamteka mtoto wako, sio lazima mwanafunzi, aidha ni kijana wako au ni mke wako au ni mtu wa familia yako ya karibu, wanampeleka porini, mwisho wa siku wanakuambia tuma kiasi fulani cha fedha. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kwa hii issue ya huyu mwanafunzi pia, ambapo kama umetuambia Geoffrey, huu ni unyama. Yaani kwa nini unamteka alafu unaondoka naye alafu ndio unaenda kudai fedha? Hii inaonekana kabisa kwamba huyu mtu sio kwamba alikuwa na nia labda ya kumuua huyu mwanafunzi, ila anachotaka ni kumkomoa baba yake. Na mara nyingi watu wanafanya hivyo, wakishajua mzee ana mawe hapo vizuri, mifuko imetuna, basi wanafanya hivyo kwa sababu wanajua hawezi kujizuia, lazima atatuma fedha na kuhakikisha kwamba mtoto wake anarejeshwa. Lakini siku hizi Geoffrey, unaweza ukatuma pesa na mtoto wako usimpate. Just imagine. Yani watu tumekuwa na roho za kinyama ambazo kwa namna moja au nyingine ukijaribu kutathmini ni kama inakatisha tamaa. Lakini mimi naamini watu kama hao wanafanya hivi, lakini mwisho wa siku wanakuja kujulikana pia kwa sababu jeshi la polisi liko active 24 hours linafanya kazi. Na mimi naamini kabisa inabidi tufike mahali tuachane na hizi scenario. Pambana, tafuta pesa yako. Mambo ya kumteka mtoto wa mtu alafu unataka kutumia pesa. Zile pesa unaweza kwenda kuzitumia Geoffrey, lakini unashangaa ndio zinaweza kukusaidia sometimes, lakini mwisho wa siku wanasema kwamba siku ya mwizi ni 40. Utakuja tu utakamatika, utaingia kwenye 18. Utakuja kuzungumza yote ambayo uliyafanya pia kabisa. Na hapo mwanzoni wakati tunaanza kipindi tulizungumzia habari ya mambo ya mitandao ya kijamii. Wakati mwingine sisi pia tusiwe wepesi kuachilia mambo yetu binafsi mitandaoni. Watu wajue watoto una pesa nyingi. Leo uko Singapore, kesho uko Dubai. Sasa Geoffrey, tusipangiane maisha. Yaani kama mimi nazitafuta kwa shida, kwa nini nisiposti na kuonyesha kwamba naishi maisha fulani? Kwa hiyo kwa sababu labda mtakuja kumteka mtoto wangu, basi niwe na wasiwasi, nikienda Marekani nisiposti. Nikienda nchi fulani nisiposti. Yaani ni kama tunaishi kama wafungwa sasa. Lakini mimi naamini hao wanaofanya hivi vitendo na watakiwa waache mara moja. Lakini kweli kwenye swala la privacy sometimes kuna namna ambavyo ukisema kwenye account yangu mimi na bilioni 2, wale ambao hawana hela wanaachaje kwanza kutafuta. Vitu kama hivyo. Haya.
Ni habari hiyo mtazamaji utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na mtazamaji, tunaendelea na gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Upande mwingine wanatujia na habari inayosema Ole Sendeka acharuka kashfa kwa viongozi. Amecharuka kwa namna gani? Bila shaka utajipatia habari hiyo kwa kina katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wananchi wahadharishwa magonjwa yasiyoambukiza, ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Samia, Rais Singapore wakubaliana hoja 6. Hoja gani hizo mtazamaji? Utajisomea habari hiyo kwa kina katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kaka na dada kortini kutakatisha milioni 300 za shirika. Ndugu wanashirikiana kabisa. Hamna namna, mambo yashakuwa magumu. Sio mchezo. Haya, kutoka kwenda shuleni na kuni kila siku hadi kupikiwa kwa gesi. Kutoka kwenda shuleni na kuni kila siku hadi kupikiwa kwa gesi. Bila shaka ni ripoti maalumu hiyo mtazamaji, imeandaliwa na Nipashe Mwanga wa Jamii. Ni katika suala la kuendelea kuhamasisha nishati safi hapa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe mtazamaji, natamatisha hivyo. Okay, mimi kamati ya gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tanzania Singapore zafungua ukurasa mpya. Tunajuzwa ni ushirikiano, mikataba 5 yasainiwa. Rais Samia aikaribisha kufungua ubalozi nchini, za kubaliana kuangalia njia za kukuza biashara, uwekezaji na uwezeshaji wa vijana. Sawa, taarifa hiyo inaonekana hapa, lakini katika habari picha, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akijadiliana jambo na mgeni wake Rais wa Singapore Tharman baada ya kuwasili Ikulu pale jijini Dar es Salaam. Lakini taarifa nyingine inasema Samia ahidi mazingira rafiki wa uwezeshaji wawekezaji nchini, habari katika ukurasa wa 4. Lakini taarifa nyingine inasema watu 256 wanufaika na huduma za kibingwa, habari katika ukurasa wa 2. Rais wa Singapore afunguka, ataka sura mpya uhusiano na Tanzania, habari katika ukurasa wa 4. Pia gazeti ni Majira inapatikana hapa. Lakini Lukumai aomba bilioni 6 uboreshaji barabara, habari katika ukurasa wa 3. Inawezekana huyu ni mbunge pia, ameomba bilioni 6. Hii barabara gani inaenda kurekebishwa na bilioni 6? Na kweli watazirekebisha kama ambavyo huwa wanazungumza? Sawa, taarifa hiyo inapatikana hapa katika gazeti Majira ukurasa wa 3. LHRC pamoja na TAC wataka albino kupata fursa sawa, habari katika ukurasa wa 2. Lakini kimataifa, Taiwan yaonyesha nguvu dhidi ya China, habari katika ukurasa wa 19. Hilo ni gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Sawa sawa. Haya, mimi upande wangu mtazamaji nalikamata gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Bila shaka hili sasa ndio tunaelekea kutamatisha katika habari zile kuu zilizoandikwa katika ukurasa wa mbele wa magazeti haya. Haya, Uhuru Ukweli Daima wenyewe wanatuandikia Tanzania Singapore kushirikiana kimkakati katika mikataba yenye lengo la kukuza uchumi wa mataifa hayo na kuleta maendeleo kwa wananchi yasainiwa. Lakini katika upande wa maeneo yaliyopewa kipaumbele ni biashara, uwekezaji, kuwajengea vijana elimu ya ujuzi na mageuzi ya uchumi kidijitali. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili mtazamaji utajisomea habari hiyo kabisa kwa kina. Hapa ikionyesha habari, picha ikimonyesha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa na mgeni wake Rais wa Singapore Tharman Shanmugaratnam alipowasili Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana. Haya, upande mwingine wanaandika Rais Samia anadi fursa kemkem. Fursa gani hizo? Ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru Ukweli Daima. CCM yafunguka ziara ya Rais Samia Russia, ukurasa wa 6 wa gazeti hili mtazamaji. Haya, jela siku 180 kumpiga mwenzake chupa usoni, ukurasa wa 13. Jela miaka? Siku 180.
180. Najua miaka shtuka kweli. Chupa tu kichwani. Sasa. Naam. SMZ kuachana na mashirika mizigo. SMZ kuachana na mashirika mizigo, ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Naam, na Papa waathirika wa kingono uso kwa uso, ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Serikali yaendelea kuvutia wawekezaji, ukurasa wa 8 wa gazeti hili ukweli daima. Uhuru kweli daima ndiko basi tunatamatisha habari hizo katika upande wa habari kuu za ukurasa wa mbele wa magazeti hili. Magazeti haya yaliyoandikwa hapa nchini kwetu Tanzania. Muda mchache ujao, mtazamaji, tutarejea katika kuangazia upande wa magazeti ya kurasa za magazeti ya nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi ni Geoffrey Julius. Mtazamaji, karibu tena katika Morning Lounge. Tungali basi tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi hiki cha Morning Lounge asubuhi hii, leo ikiwa ni tarehe 10 ya mwezi Juni mwaka 2026. Na sasa kama nilivyokutaarifu, tunaangazia sasa yale yaliyoandikwa katika upande wa nyuma magazeti haya katika michezo na burudani. Na kamata gazeti la Nipashe wenyewe katika michezo na burudani hapa wanatuandikia visa pekee haisaidii visa pekee haisaidii kuingia Marekani. Kombe la Dunia 2026. Baka awa Mtanzania wa kwanza kusajiliwa Barcelona. Kijana mdogo kabisa. Amesajiliwa kwenye academy ya Barcelona. Naam. Inafahamika kama iko pale nchini Spain. Na imewatoa watu kama kina Lionel Messi, watu kama kina Lamine Yamal, Malaysia. Inafahamika hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa tumfurahie kijana Tanzania ambaye amepeperusha vizuri bendera ya Tanzania katika taifa kubwa la Spain na ligi ya Spain pia, la ligi ambayo ni moja kati ya ligi maarufu zaidi duniani pia. Kabisa. Sawa sawa. Yeye amechaguliwa kwenye akademi maarufu ya La Masia iliyomtoa Messi. Haya, ukurasa wa 23 wa gazeti hili kifupi. Kabisa. Mimi nitazame gazeti Mwana Sports katika michezo na burudani, na taarifa kubwa inazungumza mashine inatua Yanga, mabosi wako serious, rekodi zake za tisha. Habari katika ukurasa wa 2. Anaonekana mchezaji hapa kama ananyosha kidole hivi. Inawezekana ile ni striker hivi. Na jana tulizungumza pia kwenye kipindi cha michezo kwamba Young Africans wana plani ya kumshusha striker kutokea nchini Burkina Faso ambaye amekipiga pia katika timu ya Polisi Kenya. Kwa hiyo inawezekana ndio kile ambacho kinazungumzwa pia katika gazeti Mwana Sport siku ya leo. 13 tarehe Juni 2026, Young Africans watakuwa wanakaribisha Fountain Gates katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Yanga watakuwa wageni wa Fountain Gate tarehe 18 hiyo, lakini 13 Mashujaa pia watawakaribisha Young Africans pale Kigoma kwenye muendelezo wa ligi kuu ya Tanzania bara kuelekea ukingoni mwa ligi ya NBC Premium League. Lakini taarifa nyingine hapa tunajuzwa games za kirafiki leo Jumatano, England watakipiga dhidi ya Costa Rica majira ya saa 5 usiku katika dimba la Interco Stadium. Sawa, mechi za kirafiki hizo. Issue ya Artan kombe la dunia, habari katika ukurasa wa 18. Kocha huyo kutokea pale Somalia ambaye alikosa visa pia alizuiwa kuingia nchini Marekani baada ya kupata visa, lakini imekuwa ngumu zaidi kuingia Marekani. That's why tukaambiwa kwamba unaweza ukawa na visa na bado usiingie Marekani. Kwa hiyo limethibitishwa pia hapa. Lakini Curacao taifa dogo kocha mzee. Curacao hilo taifa dogo kocha mzee. Lakini moja ni siku iliyobaki kuelekea michuano ya kombe la dunia ambayo itapigwa pale Marekani, Mexico pamoja na Canada. Hilo ni gazeti Mwana Sport, Geoffrey Julius. Sawa sawa.
Haya mtazamaji, sasa tugali tumesalia dakika chache kabisa hapa. Tunapitia yale yaliyoweza kujiri upande wa kurasa za magazetini kwenye michezo na burudani. Sasa nalikamata Uhuru Ukweli Daima. Uhuru Ukweli Daima wenyewe katika ukurasa wa michezo na burudani wanatuandikia Yanga Simba vita kali. Vita gani hiyo na kwa nini we vita? Tafadhali jipatie gazeti la Uhuru Ukweli Daima ujisomee habari hiyo kabisa kwa kina. Mashujaa FC itacheza Juni 13. Mashujaa FC itacheza na Yanga katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa hiyo Mashujaa watakuwa wenyeji hawa wakimkaribisha Yanga katika uwanja huo wa Lake Tanganyika. Haya, Mwakinyo Soro apatoshi leo. Ukurasa wa 19 bila shaka wa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima wanatuandikia hivyo. Fountain Gate yaipania Azam. Ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima. Bondia Dolisie kuzichapa na Sara Alexi. Haya, serikali yataka heshima AFCON 2027. Ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima. Neymar mambo safi. Haya, serikali kuimarisha miundombinu ya michezo. Ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima. Sasa mimi nitamatisha na gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, kurasa za nyuma, michezo na burudani, ikiwa ni Juni 10, 2026. Taarifa kubwa nasema serikali kuimarisha miundombinu ya michezo. Iringa Kamiligado kwa Umitashumta pamoja na Umiseta. Sawa, lakini katika habari picha hapa naona waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe akipiga ngoma siku ya jana mkoani Iringa kwa ajili ya ufunguzi wa mashindano ya michezo kwa shule za msingi na sekondari Umitashumta pamoja na Umiseta. Lakini pia wanafunzi mbalimbali wanaonekana hapa wakimfurahia Mheshimiwa Waziri Shemdoe alipokuwa akipiga ngoma hizo katika ufunguzi wa michuano hiyo. Lakini taarifa nyingine nasema BMT ikabidhi TAMISEMI jezi kutumika Umitashumta pamoja na Umiseta. Sawa, habari hii pia inapatikana hapa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Masuala ya Umitashumta na Umiseta tukumbusha rudi utotoni, inaitwa hiyo kipindi cha sekondari na primary. Hiyo ndio michezo au ndio mashindano ambayo yalikuwa ni famous zaidi kipindi ambacho tunasoma. Kabisa, maarufu kweli kweli. Kabisa. Tunatamatisha hivyo Geoffrey, mimi nimaliza hivyo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Sina la ziada. Ndugu yangu Kifumu, asante sana kwa magazeti hayo. Kwa kweli ndo hasa yanatupa nafasi sasa ya kulikunja jambo hili. Mtazamaji, shukrani sana katika kuweza kuwa pamoja nasi katika matangazo haya asubuhi hii ya leo tarehe 10 mwezi Juni 2026. Na kwa kweli tuna budi kukushukuru katika kuweza kutoa muda wako wote huo tangu tumeanza rasmi kulikunja jambo hili hapo saa 1:30 kwa sasa Afrika Mashariki hadi wakati tunalikunja jamvi hili. Wengi wanasema kulikunja jamvi, mtazamaji, sio mwisho wa mazungumzo, lakini kadhalika kuvunjika kwako leo sio mwisho wa unzi. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, panapo majaliwa.